Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani waamini ujumbe usaa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Niko hapa kufanya marejeo ya unabii ambao Mwamba Shureso aliutoa wakati huo ambao Mwamba Shureso anaachilia ujumbe wa diplomasia wa dunia. Ilikuwa tarehe 27 ya mwezi ule wa 9 mwaka 2025, baada ya lile kosa lilikuwa limetokea tarehe 21 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, pale ambako mataifa ya dunia yalipokutana pale New York na wakapiga kula dhidi ya uwepo wa taifa la Israeli na kulifanya taifa la Israeli lifanyike kuwa mataifa mawili ndani yake, wakati watu wote wakijua kwamba kufanya hivyo ni dhambi. Wanajua kabisa maandiko yalitabiri katika kuelekea moja siku mwisho Waebrania wangefukuzwa kwenye taifa lao, lakini mwishoni wangerudi katika taifa lao katika mikoto ile kinabii. Kwa niko hapa kufanya marejeo kwamba lile lilikuwa kosa baya zaidi, na katika yale ule ujumbe wa diplomasia ambao unaweza pia kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo, utaona ujumbe wa diplomasia ndani yake. Mwamba Shureso aliutoa, au wakati namalizia ujumbe ule Mwamba Shureso aliniambia ni utoe unabii wa dunia, na moja kati ya mambo ambayo Mwamba Shureso alisema, ulimwengu utakutwa na vita vya tatu vya dunia, lakini ulimwengu utakutwa na matukio mazito ikiwemo pamoja na matetemeko makubwa zaidi na mambo mengine mengi ambayo unaweza kufuatilia kupitia kwenye mtandao kwenye unabii huu ambao Mwamba Shureso aliutoa, ambao tutaunganisha na maelezo haya. Lakini hapa rasmi nakuja kueleza kwamba yale ambayo Mwamba Shureso alisema matetemeko makubwa yangetokea, tayari mmeona nini kimetokea pale Venezuela. Lakini Mwamba Shureso alisema hali mbaya zaidi ya hewa itatokea ulimwenguni. Mmeona tayari matokeo mazito yametokea kule Ulaya. Mmeona joto kali sana limetokea Ulaya kwa sababu watu wamefanya dhambi, na mambo mengi yatatukumba dunia kwa sababu watu wametenda dhambi. Mataifa ya ulimwengu natumia wakati huu warudi tena nio kwa kusahihisha ile kosa walikuwa wamefanya, la sivyo hali itakuwa mbaya zaidi kwa kutokea hapa duniani, kwa sababu Israeli ni baraka ya mataifa, na msipoitambua Israeli maana yake Mungu hawatambui nyinyi. Ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi. Haya yaliyotabiriwa yaliyotokea ni sehemu tu ya utangulizi. Watu watubu dhambi, warudi kwa ya Mwokozi ambaye anazungumza habari zake, yule Mungu wa ufunuo. Unaweza pia kufuatilia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo, utaona Mwamba Shureso ameachilia ujumbe wa nane wa kanisa. Unaweza kufuatilia, usitumie kile kwa cosmology wala usitumie kile kwa theolojia, kwa maana hizi jumbe ni jumbe za kinabii. Unapaswa kumuuliza Mungu mkuu, yule Mungu wa zama zote. Usitumie utaalamu wako, akili zako za darasani, uweze kumpata yao Mwokozi ambaye nazungumza habari zake katika lugha ya kinabii. Lakini pia unaweza kupitia mtandao wetu wa TikTok ambao ndio tunautumia rasmi kwa ajili ya kupanisha nabii mbalimbali na nabii zilizotimiza, ili upate kujifunza. Na mpaka sasa nabii zaidi ya 175 zimetimizwa duniani tokea tu Mungu Shureso alipoanza kutoa unabii wa kwanza mwaka 2023 kuanzia mwezi wa 9 mpaka sasa, nabii zaidi ya 175 zimetimizwa. Huyu ni Mwokozi ambaye anajua michoro yote ya kinabii. Unapasa kutubu dhambi, mtu yote mahali kokote, makanisa yote ya Protestant, Pentecostal, geukeni, rudini kwa Yesu Mungu mfunuzi wa mambo. Wanasiasa, mataifa mbalimbali, wakuu wote wanaohusika na masuala ya maamuzi, watu wote watunga sera na kila namna, rudini mkarekebishe yaliyotokea pale New York. Msipofanya hivyo hali mbaya zaidi itaikumba dunia kuelekea moja siku za mwisho. Tubu dhambi, keuka. Mwamba Shureso anarudi moja wapo siku hizi. Sauti ile nenwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuona katika ulimwengu unaokuja. Amina. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 katika mikoto ya kinabii kutoka kwenye maskani ya umenio ujumbe saa. Wakati mnapiga kura, wakati mnazungumza mijadala mikubwa ya wanasiasa katika mji wa New York pale nchini Marekani, katika nchi ya Marekani, niliona natazama, wakati mnazungumza nikamwona na Yesu alikuwa katikati yenu. Wakati mnapiga kura ya kugawa nchi, na Yesu naye akawa anapiga kura kinyume chenu. Naliona natazama mambo yafuatayo. Kwanza niliona katika ono la Bwana, nilimwona Yesu amebadilika, amekuwa kama simba. Alafu nilipomtazama nikaona simba ule macho yake yanawaka sana, alafu alionekana kama ana njaa sana. Alafu akaniambia Mwamba Shureso, kwa namna vile nilivyoona, akaniambia mawindo yako tayari na njaa tayari ninayo. Nikaona natazama Yesu anatafuna mataifa ya dunia. Niliona natazama mataifa yanatafunwa katika jicho la Bwana. Niliona Yesu amebadilika kuwa simba mkali sana, anayewinda mipaka na ufalme wake, kama vile simba wa kawaida anapojenga makazi yake katika eneo lake, huwa ni makini sana katika kulinda mipaka yake. Na ndivyo nilivyomwona Yesu katika ufunuo. Nilimwona Yesu analinda mipaka yake, nchi yake, na nikamwona Yesu anayetafuna mataifa. Na hapa naoja leo, Israeli ndio baraka yote mataifa. Israeli ndio uwepo mataifa yote ya dunia. Israeli ni kila mwanadamu leo. Wewe mwanadamu, ukiwa Mhindi, ukiwa Mharabu, ukiwa mtu kutoka Ulaya kwa maana ya mzungu, mtu kutoka Amerika, mtu kutoka Afrika, watu wote na jamii mbalimbali za ulimwengu, wote sisi wote tunaelezea taifa moja la Israeli katika michoro ya kinabii.
Kwa nini? Kwa sababu Israeli ndio mchoro uwepo wa mataifa yote ya dunia. Israeli Mungu alitumia kuchora mchoro wa mambo yote yanaendelea leo duniani, yako ndani ya taifa la Israeli, yalifichwa katika mikotoo. Ndio maana kuelekea moja siku ya mwisho Yesu anaachilia ujumbe wa mwisho wa dunia katika mikotoo ya kinabii, ili akiumanisha maandiko yake, ili watu wote wapate kujua anwani mashuhuri za Yesu, Mungu mashuhuri Yesu. Bwana akaniambia niwaambie watu wote mataifa, na aliona natazama ulimwengu huu unaenda kwenye vita vya tatu vya dunia, kwa sababu mmekataa kuwepo taifa la Israeli, na kwa sababu kwa kufanya hivyo mmehatarisha na kuleta ghasia kwenye nchi yao. Mwamba wa shauri Yesu asema hivi, kutatokea na vita vya tatu vya dunia, na hivi vita vya tatu vya dunia tayari wenyewe mmevibariki, wenyewe mmesaini vita vya tatu vya dunia kwa kuto kuitambua Israeli, kwa kuto kutambua mipaka ya uwepo wa taifa la Israeli. Niliona hali mbaya sana ulimwenguni. Niliona vita vya tatu vya dunia vitakapelekea mauaji makubwa na uharibifu mkubwa wa maeneo mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali duniani. Ndio maana leo nawaonya katika ujumbe huu wa kidiplomasia ambao Yesu ameuachilia kama maonyo maalum duniani, ili watu wote wapate kutubu dhambi, warudi kwa Yesu. Watu wote watubu dhambi, warudi tena pale New York, wakabadilishe makubaliano yao, kwa sababu ni moto, wamechota moto, wameupeleka kwenye mataifa yao. Na Bwana Mungu mashuhuri Yesu akaniambia, wote waliopiga kura, wote mliopiga kura kutambua Israeli kwamba kuna mataifa mawili, ni mmejiondoa wenyewe duniani. Tubuni dhambi kabla ya yote hayajatokea, na utoke hadharani useme nilikosea. Sasa niliona watu wanapelekwa kuzimu. Yesu anawakamata, anapeleka wapi? Peleka kuzimu, kwenye mabusu ya Yesu. Tubuni dhambi. Yesu amekasirika. Yesu amekasirika katika mikutano hii kinabii. Sasa niliona jambo hilo. Niliona. Leo mnaugawa mji wa Yerusalemu. Mbona makao makuu ya mataifa mbalimbali duniani hamjagawa? Mbona hamjagawa makao makuu yenu? Mbona mnagawa makao makuu ya Mungu mkuu? Manabii wote wanasema nchi yake yeye Mungu mkuu. Yeremia sura 3 anasema nchi yake. Yeremia sura ile ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7 anasema ni nchi yake. Mbona mmeigawa nchi yake? Mbona mnakula ugali, mmeshiba chakula, mmekula wanyama wake, mnakula samaki wake, mnakula ndege zake, mnakula nafaka zake, sasa mmeshiba, mnasema nchi yake muigawe. Ole wenu nyie mkao juu nchi. Ole wenu msipotubu dhambi na kurudi kwa Yesu. Mwamba wa shauri Yesu amekasirika. Na hapa nazungumza na watu wote duniani, watu kwenye mitaa mbalimbali ya ulimwengu, yaliyotokea New York yanahusu kila mtu duniani. Watu wote waingie kwenye maombi walie. Ni msiba wa dunia. Ulimwengu huu unaenda kukutwa na mambo yafuatayo: vita vya tatu vya dunia ambavyo havijawahi kutokea katika historia ya ukao juu nchi. Kitaenda sambamba na mauaji makubwa na uharibifu wa mali. Mifumo mbalimbali ya mawasiliano itaharibiwa. Nchi zinarudi kuwa masikini kabisa. Kwa nini? Mungu amekasirika. Na aliona natazama matetemeko makubwa ambayo hayajawahi kurekodiwa ulimwenguni. Njaa kali sana inaenda kutokea duniani. Hali mbaya sana ya mvua ambazo hazitakuwa na namna ya kuzizuia. Mvua ambazo hazitabiriki katika lugha za kisayansi. Hali inaenda kuwa mbaya sana ulimwenguni. Matetemeko ya baharini yataenda kutokea. Volkano italipuka ulimwenguni. Ajali mbalimbali zitatokea za hasara kubwa. Watu wamemtukana Mungu anayeshikilia dunia, anayeendesha vyombo vyote vilivyoumbwa na wanadamu na viumbe vyote alivyoviumba mwenyewe kwa kanuni yake ya kuumba na kuviendesha viumbe au kuendesha maumbo duniani, maumbo ya kuumbwa na maumbo ya kutengeneza. Mwamba wa shauri Yesu asema hivi, ni hatari kubwa inaenda kutokea ulimwenguni. Tubuni dhambi watu wote duniani. Maneno haya mnaweza mkayadharau leo. Saa inakuja mtayakumbuka maneno haya. Heri mlie sasa, mataifa yamemtukana Mungu. Europe is being cooked right now under a severe heat wave. The reason is one of the strangest weather patterns on Earth, considered the most extreme ever in the old continent. Temperatures exceed 40 degrees Celsius in France, Spain, Italy, and parts of the United Kingdom. Red alerts have been issued, schools closed, and dozens of deaths reported. In some cities, traffic lights melted, and floors of some metro stations and roads began to melt or soften due to the extreme heat.
More than 1,300 excess deaths have been recorded in Europe since June 21st. In France alone, health authorities recorded about 1,000 excess deaths within a few days of the heatwave peak, mostly among the elderly, with the number expected to rise as data collection is completed.